Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahbabi fillah, watukufu wa Islam, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuafikia kuja katika somo letu la at-tayammum, na leo inshallah tutakwenda kuangalia hino ibada ambayo ni ibada badalan anil wudhu, ibada ambayo tunaifanya badala ya kuchukua wudhu. At-tayammum ahbabi fillah, maana yake kilugha ni qasd, al-qasd kukusudia, ama at-tayammum kisheria ni mashul al-wajh wal yadaini ala wajhi makhsusatin ta'abbudan lillahi ta'ala, ni kupangusa uso na mikono miwili kwa sifa na njia ambazo sheria yetu imetufundisha kupitia kwa Mtume Muhammad sallam. Na huku kufanya tayammum kwa hizi sifa ni ta'abbudan lillah, kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya pili, hino tayammum dalili yake au imetoka wapi tayammum? Tayammum mashru'un fi kitabu wa sunna. Tayammum imekuja katika dini yetu, katika Qur'an iko, na katika sunna pia tumefundishwa jinsi gani ya kutayammum. Huwa rukhsatun min Allah, na ni rukhsa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, kwa waja wake, kuondoa mashaka na kuondoa haraj na kuondoa tabu. Amma dalil ahbabi fillah ya tayammum fi kitabillah katika Qur'an ni katika suratul Maida aya ya 6. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa tueleza jinsi gani ya kutawadha, mwisho aya hii mwisho akasema qala Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Mkikosa maji na ikiwa kuna uzito wa kutumia maji, na mmoja wenu ameenda haja kubwa au mmoja wenu amepata janaba, basi na akakosa maji, falam tajidu ma'an fatayammamu, afanye tayammum kwa kutumia mchanga, sa'idan tayyiban, mchanga ulio tahara, ulio safi, famsahu biwujuhikum, kupitia kwa mchanga huo basi apanguse uso wao, wa aidikum min, na mikono yao kupitia kwa huo mchanga. Ama nukta ya tatu ahbabi fillah ni katika shurut at-tayammum, sharti zile ambazo tumewekewa na sheria yetu ili tufanye ina ibada ya at-tayammum. Sharti zake ni kama zifuatazo. Kwanza, sharti ya kwanza ni zile sharti ambazo tunafaa tuwe nazo katika udhu. Nia, kwanza muislamu atie nia, islam awe muislamu, awe al-aqlu awe na akili, zile sharti ambazo za udhu. Lakini katika tayammum zikazidi sharti zingine mbili kuu. Sharti moja ni adamul wujudil ma, ni maji yakikosekana, basi badala ya maji tunatumia mchanga kuchukua tayammum na kuendelea na ibada zetu. Na sharti ya pili ni maji yazapatikana, lakini maji yakawa yana madhara, pengine mtu ana ugonjwa ama akitumia maji yanamdhuru. Kwa hivyo kupatikana maji, lakini kuna sababu kuwa hawezi tumia maji, basi inabidi atumie at-tayammum. Ama katika nukta ya tano ahbabi fillah ni ma yubtilu at-tayammum, mambo ambayo yanabatilisha hino tayammum. Jambo la kwanza ni huyu ambaye ametayammum akipata hadathul asghar, aende haja ndogo, akaenda haja ndogo, tayammum yake inabatilika kama vile udhu, na vile akipata janaba tayammum yake inabatilika vile kama udhu. Sababu ya pili ni wujudul ma, ikiwa amechukua tayammum alafu maji yakapatikana, basi tayammum yake inavunjika na inamlazimu na kumpasa huyu Muislamu atawad, kwa sababu tayammum ni badalan anil ma, mkuja badala ya maji. Na jambo la tatu ni inapoondoka ile sababu ya wewe kutayammum. Kwa mfano maji hakuna na unafaa uchukue tayammum kwa sababu ya ugonjwa au maradhi au ngozi. Sasa ile sababu ya kuzuia wewe kutayammum ikiondoka, ukipata nafuu, ngozi yako ikiwa sawa, basi unaweza kutayammum. Nukta ya mwisho ahbabi fillah ni sifatu atayammum, ni vipi huyu Muislamu sasa anafaa
achukue atayammum. Na tayammum tumesema kuwa unaweza kuchukua tayammum ukaswali, na unaweza kuchukua tayammum kwa udhu, na hata janaba ni vile vile. Sifa yake ni ile ile moja. Ukitaka kuoga janaba na hakuna maji unachukua sifa hiyo hiyo kataonyesha, na ukitaka kuswali na hakuna maji unachukua sifa. Mfumo ama utaratibu ama vile ninavyotayammum ni ule ule. Kwa hivyo sifa tutayammum, vipi muislam afaa atayammum, tutaonyesha sifa mbili. Kwanza ahbabi fillah, ni kama vile aya ilivyotueleza, ni kupangusa uso na mikono. Na maulama alfuqaha wakatueleza unakuja na mchanga kwanza uwe tahara, uwe msafi au una najis ndani yake, na mchanga ule uwe ambao una particles, mchanga sandy soil kama huu ukipatikana ni bora zaidi. Na step ya kwanza unatia nia kwanza kama vile sharti, alafu unasamillah, unasema bismillah, alafu unapiga darba ya kwanza kwa viganja vyako. Unapiga huo ndo mchanga wako umekusanya, unapiga darba ya kwanza hivi. Ukishapiga hivi, alafu ima upige hivi utoe hizi particles ambazo ziko katika mikono yako, au unaweza kuzidhivia pia ukaondosha hizi particles ambazo zitakwaruza uso wako. Ukishafanya hivyo unafuta uso wako, na uso ni ile sehemu ambayo ni uso. Kwa hivyo ukishafanya hivyo ahbabi fillah, unafuta uso wako mara moja. Baada ya hapo, kwa darba ama kwa pigo hili moja, unafuta mkono wako. Na kaifia ya kwanza ni kufuta mikono kama ifuatavyo: darba lile, pigo lile, unakuja kwa mkono wako wa kulia unaweka juu, wa kushoto unaweka chini, unafuta, unapangusa huno mkono wako wa kulia. Ukifika hapo unabadilisha mkono wako wa kulia, unapangusa mkono wako wa kushoto, na unamalizia hapo, ama unatoa hivyo. Kwa hivyo ndio jinsi ya kutayammam kwa mfumo huu wa kwanza. Ama mfumo wa pili ahbabi fillah, ni vile vile unapiga darba moja mchanga wako, unapiga darba ya kwanza, unatoa zile particles, unazitoa ili usijikwaruze uso wako, ama unavivia, alafu unapangusa uso wako mara moja. Baada ya hapo, mfumo wa pili, unafuta tu kiganja chako kwa mkono wako wa kulia, unafuta mkono huu na unafuta mkono huu kwa darba hilo moja. Mafuqaha wengine wakasema unapiga darba mbili. Darba ya kwanza unapiga, unapangusa uso. Darba la pili unapiga, unapangusa mkono. Kwa hivyo ima ni kofi moja unafanya uso na mkono, au kwa kofi mawili. Lakini ile ambayo ni asah, ile ambayo ni sahihi zaidi ndugu zangu wa Islam, ni unapangusa uso na unapangusa mikono kwa kofi moja lile ambalo utalipiga insha Allah. Maulama wamezungumzia kuhusu unatumia tayammum kwa kuoga janaba, na vile vile katika masala ya kuchukua udhu ahbabi fillah. Kwa somo hili tulikuwa tumetafikia mwisho insha Allah. Na nukta nyingine, kama mnavyoona hapa kuna jiwe, na ikikosekana mchanga, maulama wakasema unaweza kuchukua jiwe, muhimu tu kupatikane sa'id at-tayyib, mchanga, na jiwe ni kutokamana na mchanga. Kwa hivyo ukikosa mchanga unaweza kupiga jiwe ukafanya tayammum, au watu wengine wana ukuta ama viambaza. Kwa hivyo ukikosa mchanga na unataka kutayammum, basi unaweza kupiga nyumba ya udongo ama jidar ama ukuta. Almuhim kupatikane hili vumbi, ama kupatikane hizi mchanga, au kupatikane namna ambayo huyu Muislam anaweza kuchukua atayammum. Ahbabi fillah, kwa funzo hili la leo tutakuwa tumefikia tamati ya somo la atayammum. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ahsantum wa barakallahu fikum.